Sehemu ya pili katika somo hili la mwisho wa kile unachokitamani ni nini? Tunaangalia habari ya ushoga na usagaji. Ushoga na usagaji. Katika somo ulioisha, somo la kwanza, sehemu ya kwanza ya somo hili, tuliona watu wakiwa na tamaa ya kufanya mapenzi. Watu wanafunga ndoa na mbwa. Sasa leo katika somo hili tunaangalia habari ya ushoga na usagaji. Ushoga na nini? Na usagaji. Alafu kuna watu wanasema mapenzi ya jinsia moja. Hamna mapenzi ya jinsia moja mpenzi. Hapana, hakuna kitu kama hicho. Tuite tu ni ushoga. Unajua hii neno mapenzi na afifisha. Tuite ushoga. Sio mapenzi ya jinsia moja. Tusome kitabu cha Walawi 18:22. Walawi 18:22 anasema usilale na mwanamume mfano wa kulala na mwanamke, ni machukizo. Usilale na mwanamume mfano wa kulala na mwanamke, ni machukizo. Bwana anasema ni nini? Ni machukizo. Bwana anasema ni machukizo. Lakini tukiangalia pia na Walawi 20 fungu la 13, Walawi 20:13 anasema 20:13 anasema tena, mtu mume akilala pamoja na mtu mume kama lalavyo na mtu mke, wote wawili wamefanya machukizo, hakika watauawa, damu yao itakuwa juu yao. Kwa Mungu alikataza hii habari. Aliona kwamba itafika wakati kuna watu watatamani mwanamume alale na mwanamke, yaani wafanye zinaa. Sasa sio tuite zinaa, sio tuite nini sasa? Kwa sababu zinaa kikawaida ni kati ya mwanamke na mwanaume ambao sio halali kindoa, zinaa. Sasa hii mwanamume na mwanamume, hii sio tuiteje hii? Haya. Tuite hivyo hivyo. Kwa hiyo ni machukizo. Warumi 1:24-28. Warumi 1:28 hadi Warumi 1:24-28. Neno la Bwana linasema, kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, wafuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao, kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba aliyehimidiwa milele. Amina. 25. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa. Yaani ukimwona mwanaume mwenzako anatembea hivi na wewe unamwangalia hivi, unamwakia tamaa. Wakiana tamaa. Wanaume wakiyatenda yasiyowapasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. 28. Na kama walipokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuata akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Kwa hiyo ni kwamba Mungu alishaona kwamba kutakuwa kuna wakati kuna watu watatamani kutojihusisha kwenye habari za ndoa kati ya mtu mume na mtu mke. Aliona kwamba itafika wakati watu watatamani, watakuwa na tamaa ya kuwa na nini? Ya kuwa na uhusiano wa kujamiana. Sio tuiteje sasa? Uhusiano hivyo. Sawa, uhusiano huo sawa kati ya mume na mume, lakini pia kati ya mke na mke. Mungu aliona kaandika ili kutuonya sisi ambao tunaishi katika kipindi hiki. Kwa hiyo Mungu
anapoona kwamba watu hawasikii, Mungu anaamua kukaa kimya, anawaacha watu wafuate uchafu wao. Uchafu wao. Kwa hiyo watu mashoga, watu yani akili data ikizima, yani unaweza ukakumbatia tagogo ukisema ni mkeo. Kwa nini? Data imezima. Hivi mwanamume unalala na mwanamume, inaleta picha kweli wewe? Hawa watu ni kweli ni matokeo ya dhambi. Lakini kuna kiwango Mungu anasema dhambi inazidi. Kuna kiwango Mungu anasema dhambi inafanyaje? Inazidi. Unalalaje na mwanamume mwenzako? Unalalaje na mwanamke mwenzako? Ukisoma kitabu cha Mwanzo 19, Mwanzo 19 fungu la 4 na 5, Mwanzo 19 fungu la 4 na 5, Mwanzo 19 fungu la 4 na 5 nasema, hata kabla hawajalala watu wawili, watu wa mji wenyeji wa Sodoma wakaizunguka nyumba, vijana kwa wazee. Watu wote waliotoka pande zote wakamwambia Lutu, wakamwambia, wapi wale watu waliokuja kwako usiku huu? Watoe kwetu tupate kuwajua. Kwa watu walitaka walitaka wafanye mambo yao hadi kwa malaika. Walivuna kwamba malaika ni wazuri, wakajua hawa ni wa kawaida, wakataka kwenda kushughulika nao. Aisee, upofu unapopigwa kwa watu wanaweza wakafanya jambo la ajabu. Hebu tuone na kitabu cha Yuda 1 fungu la 7 anasema, kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando walifuata uasherati kwa jinsi moja na Hawa. Wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili. Yaani badala ya kutumia inafahamika tu sehemu za siri. Tutumie lugha hiyo, sehemu za siri. Sawa? Na sehemu za siri za kike na sehemu za siri za kiume zinapokutana, hiyo ndio matumizi halali ya nini? Ya viungo hivi ambavyo Mungu ametupatia. Ila mpaka uwe katika ndoa halali. So umebeba tu mtu umeingiza ndani unasema eti mkeo. Hapana, ndoa halali. Sasa Biblia inasema kwamba hawa watu wakafuata matumizi yasiyo ya asili ya miili yao. Ya miili yao. Anasema imewekwa kuwa dalili wakiadhibiwa katika moto wa milele. Kwa hiyo yale yaliyotendeka Sodoma, neno la Bwana linatuambia kwamba imewekwa kuwa dalili, ishara, kwamba tunapoona mambo hayo yanatendeka tujue kwamba Kristo yupo karibu. Kristo yupo wapi? Karibu. Na Kristo anapokuwa karibu, maana yake ni kwamba ni ile kauli anayosema kwamba kilio kimefika wapi? Mbinguni. Dhambi za dunia zimezidi. Kwa kama dhambi za dunia zimezidi, Bwana anakuja kuangamiza wote ambao watakuwa wanafata mambo machafu haya. Kwa wewe kama ni mtu wa Mungu, kama wewe unajihusisha na habari za ushoga, ni heri ugairi. Hakuna tumaini. Kama unajihusisha na habari za ushoga, yani unalala na mwanamume mwenzio, alafu kanisani unaenda, unabeba na Biblia, uenda na lesoni na kitabu cha nyimbo, unaimba kwaya, sauti ya pili, au ni kwaya master,
au ni mpiga kinanda, au ni mchungaji, au ni askofu, kama unajihusisha na habari ya ndoa ushoga, I say gairi mapema, gairi mapema. Mungu anakupenda. Sasa ukisoma kitabu cha Luka, ukisoma kitabu cha Luka 17:28 anasema na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. 29 tuishie 28. Neno la Bwana anasema kama na kadhalika kama ilivyokuwa siku za Lutu, alafu imewekwa koma. Siku za nini? Za Lutu. Kipindi gani hiko? Cha Sodoma na Gomora. Nini kilikuwa kinafanyika? Ushoga. Kwa hiyo tusome na Petro wa pili. Sura ya 2 fungu la 6 nasema, tena akaikumu miji ya Sodoma na Gomora, akaipindua na kuifanya majivu, akaifanya iwe ishara kwa watu watakaokuwa hawamchi Mungu baada ya haya. Kwa hiyo kile kilichotendeka Sodoma ni ishara kwa watu wa Mungu kwamba Yesu anakuja. Kile kilichofanyika Sodoma ikiwa kinatendeka sasa hivi katika dunia hii, tutambue kwamba Yesu yupo karibu kurudi. Soon Yesu anakuja. Na jambo la ajabu, haya mambo yameingia hadi kwenye kanisa la Mungu. Kanisa la Waadventista Sabato yameingia haya mambo machafu yanamdhalilisha Mungu, yameingia kwenye kanisa la Waadventista Sabato. Somo lijalo, sehemu ya 3 ya somo hili, tutaangalia kwa undani namna mambo haya ya ushoga na usagaji yanavyoendelea katika kanisa la Mungu. Japo watu viongozi hawasemi mdomoni, lakini matendo yanaonyesha. Sasa sisi hatutachunguza maneno. Wenda mchungaji katoa tangazo, hapana. Sisi tutaangalia hatua kwa hatua nini kinachoendelea kuhusu habari ya ushoga na usagaji kwenye kanisa la Mungu. Tupo wakati wa mwisho. Mungu atusaidie. Mungu akusaidie. Mungu anisaidie. Karibu katika somo lijalo, na Bwana wetu Yesu Kristo aweze kutukuzwa. Amina. Amewanywesha mataifa yote mvinyo ya mafundisho ya uongo, na watu wa Mungu wengi nao wamenaswa kwa mapokeo ya mafundisho yake. Tokeni kwake, tokeni mbio, tokeni leo, irudieni Biblia. Rudisheni mbio, rudisheni leo, mafundisho yote mliopokea kwake. Usijali dhehebu wala majengo ya kanisa, ndugu, sikia wito toka kwa Mwokozi wako. Wataangamia wote kwa hasira ya Bwana Mungu, wamsujuduo mnyama na sanamu yake. Malaika asema, kimbieni mbio, njoni kwa Bwana, enyi watu wangu. Malaika asema, kimbieni, njoni kwa Bwana, enyi watu wangu.